Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu atukuzwe. Ndugu unaniangalia, unanitazama mahali popote ulipo, si mwingine ni mimi Joel kutoka hapa kwetu Australia. Ninakusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu, Mungu wa matendo makubwa asiweza kushindwa. Wakati huu tena nashukuru na nafurahi kupata wakati mwingine wa kuweza kuleta mwendelezo wa kengele yetu ya 5, kengele yetu ya 5 sehemu yake ya pili, ambako pia tutaona mambo mengi ambayo Bwana alikuwa akinifunulia na kunionyesha na kuniambia. Basi nikukaribishe katika kushare, kusubscribe, kulike, kucomment ili tupate kuenenda katika kweli, tupate kuenenda katika njia za haki. Basi karibu sana ndugu unaniangalia. Bila kusahau, kama kawaida yangu, sikosi kuwashukuru naoangalia wote, nao subscribe, nao share, nao comment, nao like, na hata wale ambao ni wa kina promover ambao wanatusaidia kabisa katika kushare mambo haya. Amani ya Kristo Bwana wetu izidi kuwa na sisi. Lakini pia Toba na Uamsho TV ambao wamejitokeza na wao kwa ajili ya kuweza kutusaidia katika kushare na kusambaza jumbe hizi. Asante kwa watu wote wanaojitolea kwa kazi ya Mungu. Basi nafurahi sana kuwa na ninyi. Basi acha tuingie direct katika sehemu yake ya pili ya kengele ya 5. Sehemu ya pili ya kengele ya 5 inasema hivi. Baada ya hapo, kwanza tulishia pale ambako, katika sehemu ya pili tulishia pale ambako niliona wale watu wawili ambao wako kwenye viti, lakini viti vyao niliona kama vile inatoa moto, lakini vile kama vile umeme, moto uliokuwa kama vile umeme ukitoka katika viti vyao. Lakini nikaambiliwa ya kwamba hiyo ndio ile mizabibu miwili ambayo inaongelewa katika kitabu cha Ufunuo. Kwa hiyo nikaambiliwa watu hao wawili ambao ni mizabibu miwili ambayo imeongelewa katika kitabu cha Ufunuo, na niliambiliwa ni Elia, lakini pia nikaambiliwa ni Musa, Elia na Musa. Sasa hapo ndo tulishia, japokuwa tukuingia deeper zaidi sana. Leo sasa tutakwenda kuonyesha ni mambo gani ambayo niliambiliwa na Bwana wetu Yesu Kristo kwa ajili ya Elia na kwa ajili ya Musa. Lakini kama unakumbuka huko nyuma nilionyeshwa Elia na Musa, lakini nitakuja kuwaambia Elia na Musa baadaye. Nikasema sitaongelea habari zao leo kwenye ile geti, kwenye ile kengele, lakini nitaleta habari zao baadaye. Ndio hii sasa. Kama ulikuwa na question ambayo ulikuwa nayo katika kichwa chake, kwa nini mtumishi yako kuweza kusema habari zao, tungetamani kujua. Sasa hapa utakwenda kujua mambo mengi juu ya Elia na Musa na kazi watakayoweza kuifanya katika siku zinazokuja. Basi tutakwenda kusoma katika kitabu cha Ufunuo sura ya 11. Ufunuo sura ya 11. Ufunuo sura ya 11. Tutafute kitabu cha Ufunuo sura yake ya 11 na mstari wa kwanza hadi wa 4. Ufunuo 11 mstari wa kwanza hadi wa 4 unasema hivi. Nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo, na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga nje mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu wawili, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia. Hao ndiyo ile mizeituni miwili na vile vinara viwili visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Ndivyo nilivyoambiwa. Hiyo ni ile mizeituni, sio mizabibu. Mizeituni miwili
ambayo itatenda kazi siku za baadaye. Lakini pia nikaambiliwa hao mmoja alitwaliwa, kwa hao watu hao wawili Elia na Elisha, mmoja alitwaliwa, lakini mwingine nikaambiliwa Bwana alinzika. Baada ya hapo ndo sasa nikaanza kuambiliwa kazi ya mizeituni, sio mizabibu tena, rudia, ni mizeituni miwili, kazi zao nikaanza kuambiliwa itakuwa siku za mwisho, asema Bwana, mizeituni miwili iliyosimama, mizeituni miwili hiyo itasimama mbele ya mchanga, nao watahubiri mchanga neno la kweli, lakini watauawa, na baada ya siku 3 watapokea roho ya uhai. Itawaingilia lakini na kuwashangaza watu, nao watakuwa na uwezo wa kunyesha au kufunga mvua isinyeshe duniani. Lakini pia kuhusu wanaweza wakaomba na kushusha moto hata ukashuka kutoka mbinguni. Basi kwa sababu siku ni za mwisho, wale wasemao uongo hawatasimama kamwe mbele ya Mungu. Hao watu wapendao ya dunia watateketea. Hao watu wapendao ya dunia watateketea. Haya ni maneno ya Bwana aliyonena na nabii Yeremia siku ya ukiwa wa Yerusalemu. Maovu yalipoingia katika Yerusalemu, Yuda alitekwa mateka na Yerusalemu pia. Nao wakaenda katika nchi ya Babeli ama Ubabiloni, na tena akawaokoa kutoka katika utumwa. Akawatoa kutoka katika utumwa ama utumwani. Kwa hiyo Mungu anajua kuokoa, anajua kuokoa walio wake, anajua kuokoa walio wake. Kaambiwa ambia watu wa Mungu wageuke kwa Mungu, wageuke kwa Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Siku walipokuwa katika utumwa, siku walipokuwa katika utumwa walimlilia Mungu, naye Mungu akawaokoa. Kwa hiyo Mungu anaweza akaokoa watu wake wale watakaoweza kumlilia. Mwenye nguvu na Mungu mwenye nguvu na kweli, wanadamu wamejiinua sana na kwenda mbali naye. Hata Danieli akaonyeshwa juu ya siku zijazo kwamba wenye haki watafurahi, lakini pia wenye haki watang'aa sana. Wenye haki watafurahi na wenye haki watang'aa sana. Tunazidi kuendelea na sehemu yake ya pili katika kengele. Nilikuwa naangalia sehemu najua jana niliangalia geti hapo za kuzimu. Sasa hapa tuko katika kengele za uamsho wa kanisa, kengele 7. Sasa nikaambiliwa siasa ndani ya kanisa la Bwana Yesu Kristo. Siasa ndani ya kanisa la Bwana Yesu. Sasa nikaona kengele 3 zilizobaki, ambayo ni kengele ya 5, ya 6 na ya 4. Katika hizi kengele zikaja zikasogea kumbe karibu na mimi, lakini nikaona kengele ya 5 ikawaka mwangaza tena. Ilipowaka mwangaza, nikaanza kuambiliwa andika yote uyaonayo. Sauti ikaanza kusema, maovu ni mengi ambayo wanadamu wanayafanya. Maovu ni mengi ambayo wanadamu wanayafanya. Baada ya hivyo nikaona mnyama. Huyu mnyama alinishangaza. Alinishangaza kwa lipi? Alinishangaza kwa sababu hii nitaka kwenda kukuambia. In fact nilianza kuona nyama wa kwanza ambaye ni chui.
ambaye huyu chui sitaweza kumzungumzia leo. Nikipata nafasi labda naweza nikatengeneza ka video kwa huyu chui, kwa sababu huyu chui wa kwanza, nyama kwanza nilimuona ambaye anasimama na ana pembe inayohota, lakini ana pembe nyingi zilizovunjika, lakini kuna pembe nyingine inayohota ndogo, lakini nyuma yake ya hiyo pembe ndogo inasapotiwa na pembe nyingine iliyokuwako, lakini sasa hiko, yani pembe iliyovunjika inasimama kusapoti pembe ambayo ni ndogo ambayo inainuka. Hivi ni mambo ya siasa ambayo ya ulimwengu huwa sitayagusia sana, kwa hiyo tunayaacha hayo. Ila nataka niongelee nyama wa pili baada ya mimi kuona huyu nyama wa mambo ya siasa. Nyama huyu ambaye namuongelea leo alinishangaza kwa sababu kwanza nilimuona ni nyama ambaye ni mweusi. Ni nyama mweusi na alikuwa akifanya kazi kwa viwango vikubwa na kwa juhudi zake zote na kwa nguvu zake zote. Niliona huyu nyama anakusanya mchanga. Na alipokuwa anakusanya mchanga, kinywa chake kilikuwa, kwa wale ambao wako Ulaya, labda Uingereza, labda Amerika, najua inakuaga hivyo, wale labda Sweden kwa ambako snow zinashuka sana. Ile theluji zinaposhuka sana zinaingia hadi barabarani, zinafunika barabara, lakini bado kwa sababu ya maendeleo ya wanadamu walitengeneza gari za kuondoa snow barabarani. Sasa waangalie ile picha, ile kinywa cha ile gari jinsi ilivyokuwa inaenda na kokota ile snow na kuiweka pembeni ya barabara. Ndio mfano wa kinywa chake ulivyokuwa huyu nyama. Sasa kinywa chake kilikuwa hivi. Sasa nikawa naona anafanya kazi, anasukuma, anakusanya mchanga, anakusanya mchanga, anapokusanya mchanga, anakusanya mchanga. Baada ya kukusanya mchanga, nikaona mchanga umekuwa ndima mkubwa uliokusanywa mahali pamoja huko juu. Sasa nikaangalia kule juu kule, nikaona wanaandika Gogu na Magogu, Gogu na Magogu. Kabla ya kuendelea juu ya nyama huyu, acha kwa tusome Ufunuo 20 sura yake ya 20, Ufunuo 20 sura yake, Ufunuo sura 20 na mstari wa 7 hadi wa 9. Kwa muda wako wewe unaweza kusoma Ezekieli sura ya 38 utaelewa. Acha tuangalie kwanza Ufunuo. Ufunuo 27 hadi 9 anasema hivi: na hiyo miaka 1000 itakapokwisha, shetani atafunguliwa, atoke kifungoni mwake, naye atatoka kuwadanganya mataifa walio katika pembe 4 za nchi, Gogu na Magogu, kuwakusanya kwa vita, ambao hesabu yao ni kama mchanga wa bahari. Wakapanda juu ya upana wa nchi, wakaizingira kambi ya watakatifu na mji huo uliopandwa, na mji huo uliopendwa. Moto ukashuka kutoka mbinguni ukawala. Baada ya kusema hivyo, ya kuona huyu nyama anafanya hivyo, nikaona mwanamke na eneo yake ambapo mwanamke atakapokaa alipo, niseme huyu mwanamke iko na utukufu, iko na utukufu. Lakini pia nikaambiwa kwamba mwanamke huyu atashuka kutoka mbinguni, atashuka kutoka mbinguni pia, nao wanadamu watajinua kwa ajili ya kupigana naye, lakini hawataweza kumshinda, maana moto utashuka na kuteketeza wote. Nami nikaona tena nyoka. Baada ya kuona huyu tukio, huyu mnyama anayekusanya mchanga mkubwa na kaandaa, akasema ni Gogu na Magogu. Lakini pia nikaonyeshwa mwanamke mahali alipo ni patakatifu, nikaambiwa atashuka duniani, atashuka kutoka mbinguni, naye atakuwa na utukufu, na mahali pake wanadamu waliobaki watakwenda kumshambulia mahali yapo, na moto utashuka na kufanya nini? Na kuwaua wale wataka kwenda kushambulia huyu mwanamke.
mahali alipo. Sasa baada ya kuambiwa hivyo, nikaona nyoka. Nilimuona nyoka akiwa na ukiwa akizunguka huko na huko, lakini kwa vile nilivyomuona nyoka, nilimuona na kuelewa nyoka huyu ana masikitiko na ana ukiwa. Lakini kwa maneno ya nyoka, yeye anajiona kana kwamba hana masikitiko, hana ukiwa. Alikuwa anasema huyu nyoka, wakati namuona alikuwa anaongea. Aliongea hivi, huyu nyoka mwenye kutaka kujokoa aliongea hivi. Alisema kwamba nimefanya machukizo ya nchi, nimefanya machukizo ya nchi, na wote walio nisikia naliwapotosha. Wote walio nisikia naliwapotosha. Upotovu wangu na ufurahia, siwezi na ufurahia ambao siwezi nikaujutia. Na anasa zangu niliwapa wanadamu, nao wakazipenda. Ninazo nguvu za kupigana, ninazo nguvu za kupigana. Huyu ni nani? Nyoka ambaye anasema maneno haya. Baada ya hapo, huyu nyoka nilimuona ameenda kwa mwanamke ambaye alikuwa juu ya bahari. Huyu mwanamke ambaye alikuwa juu ya bahari alikuwa na kikombe cha damu katika mkono wake. Akajiunga na huyu nyoka. Huyu nyoka, huyu mwanamke niseme, alikuwa pia na makufuru katika kinywa chake. Lakini pia alipokuwa na makufuru, kikombe hicho cha damu nikaambiwa ni damu ya watakatifu. Lakini makufuru mengi yake yalikuwa kwa ajili ya Mungu aliye hai, na makufuru yake ni yeye katika dunia. Ni nyoka aliingia kwa mwanamke. Huyo mwanamke akapewa makufuru ili ayalete wapi? Duniani. Makufuru yake ni kwamba kuleta tabia mbaya katika wana wa Mungu, ambayo watu wakuu wa dunia wazini naye, kuharibu mbegu kamili za Mungu aliye hai, na kupanda elimu ya uongo katika maisha ya wanadamu. Ndio makufuru anayoleta kwa wanadamu. Unaona? Tatu, na kujenga upotovu katika dunia, na kuelimisha watu kwamba ni kweli. Anasimama kama kanisa la siku za mwisho la upotovu, ambako wote watokao kwake wanaharibika wa makufuru yake. Bado nikaendelea kuona. 6, naye atatoa na anatoa siri za uongo kwa wanadamu, na ana huduma isiyo na nguvu, lakini bado inapendwa. Ana akili ya umalaya, wala watu hawaoni wivu. Naye ni mkatili kwa Yesu Kristo. Mwanamke huyu ni mtawala wa makanisa yote ya uongo yaliyomo duniani. Ni mama wa mauaji na udanganyifu wa hali ya juu. Hivyo ndio makufuru na ndio tabia ya mwanamke aliyopokea nguvu kutoka kwa nani? Kwa Shetani, ama kwa nyoka. Niseme kama vile nilivyoona kwa nyoka. Kanisa yake mwanamke huyo si eti anasimama tu kwa kuhubiri kama wengine kuhubiri udanganyifu, yani kuuzauzisha maji, lakini ameenda mbali sana katika elimu yake ya uongo. Unaona? Anasema hivi, kanisa lake la kwanza ambalo amepata watu ni katika mapambo ya ambayo watu wanajipamba. Lakini la kanisa la pili ambalo amepata watu wengi ni starehe na muziki. Na kanisa la tatu lake ni
ambako amepata watu wengi ni movies, filamu, mpira. Sasa mpira, hizo ndizo eneo, ndio makanisa makubwa, ndio eneo ambayo yuko na washirika na waumini wakubwa wengi. Niseme sasa, mwanadamu, umepewa ayo na yeye aliye hai hata milele na milele, ni Yesu Kristo anayekupa haya yote ili uambie watu wake. Watu wasiwe ndani ya kanisa, na huko ni washirika wa shetani. Waweza kawa ndani ya kanisa la kanisa, lakini washerekea na kufurahia mambo ya mpira. Automatically wewe ni muumini wa shetani, hata kama unaenda kanisani na unajipamba. Automatically wewe ni muumini wa shetani, hata kama waenda na umo ndani ya kanisa. Mambo makubwa na ya ajabu katika kanisa la Yesu Kristo. Mambo makubwa na ya ajabu yaliyo katika kanisa la Yesu Kristo, anasema hivi: siasa kuwa ndani ya kanisa la Mungu, wenye chuki hawataweza kuingia mbinguni, nao wachukiao wenziwe. Siasa ni chanzo cha chuki na mauaji ya kila aina ndani ya kanisa. Siasa, maabudu kwa wanyama, lakini iliona wengine wako kama kanisa, lakini wanaabudu manyama, wanapiga magoti kwa matembo. Unaona? Baada ya hayo nikaona bahari kubwa, na hiyo bahari ilijengwa kwa sehemu, thamani ilijigawa kwa sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ambayo hiyo bahari ilijigawa, iliona kwanza maji ya kwanza yalisimama, yalitoka. Yalipotoka yalikuwa maji ya aina ya blue, yakatoka. Niliona yalitoka kwenye bahari, ikaenda wapi? Mbinguni. Sehemu ya pili nikaona bahari ingine inatoka, lakini ni chache sana, maji yake ni madogo sana, si kama vile ile ya kwanza, lakini si kama vile ile iliyobaki. Ikafanya nini? Ikachukuliwa hiyo maji kutoka kwenye hiyo bahari ya pili, kwa sababu ni bahari moja lakini inajigawa. Ikachukuliwa nayo ikaenda. Habari madogo, lakini yale maji mengi ambayo yaliyobakia yakabaki hapa, ya kuweza kuchukuliwa na kwenda popote. Ndipo sasa nikaulizwa swali, unyakuo utakuwa mara ngapi? Ndio niliambiwa swali, lakini sikuweza kujibu. Ila malaika kataka kunielewesha juu ya yale maji ya kwanza na maji ya pili, na yale maji mengi yaliyobaki ina maana gani. Yeye akasema yale maji ya kwanza ambayo kuna na rangi ya blue, wale ni watakatifu ambao wamepata ufufuo na unyakuo wa kwanza. Hao kabisa wana mauti, wana lolote la ovu kabisa. Wote sote tunajua hilo. Niliona hao wamenyakuliwa, lakini pia nikaona maji ya pili imetokea tena, imepanda. Nikaambiwa hao ni wengine watu watakaoweza kupata uzima katika ziki kuu, ijapokuwa hawatakuwa wengi. Yale maji mengi yaliyobaki bila kwenda popote, nikaambiwa ni mataifa na kabila za watu ambao zimeachwa kwa sababu ya dhambi zao, hawakuweza kumuona Yesu Kristo. Hawataweza kumuona Yesu Kristo. Nikaambiwa, nawe mwanadamu, kumbuka, kwa sababu hautasikia huyo mwanamke. Ukikosa kusikiliza huyo mwanamke na kufuata sauti yake na uongo wake na udanganyifu wake, utakuwa mahali pema, mahali pazuri ambako Mungu wako anakuandalia ama anakuwekea. Baada ya hapo nikaona vyura vitatu. Baada ya hapo nikaona vyura vitatu vilikuwa juu ya bahari. Vilipokuwa juu ya bahari, kwa muonekano wa kwanza, kabla vyura vizaanza kufanya kazi,
niliona bahari inatulia, lakini ina muonekano nzuri kama vile bahari inavyoonekana. Baadaye nikaona hivyo vyura vinaanza kutoa kutapika matapishi ama matapiko yake kwa juu ya bahari. Matapiko yao yalikuwa meusi. Yalipokuwa naona hivyo, nikaambiwa hao vyura ni roho tatu za mashetani, ni utatu wa kimashetani, na kazi zao ni kuleta mafundisho ya uongo kwa wanadamu. Wanaleta uvuvio wa uongo even kwa makanisa ya Yesu Kristo. Wanaweza kaingiza uvuvio wa uongo katika kanisa la kweli. Wanazo nguvu kabisa za kuzimisha kanisa lenye nguvu ya Yesu Kristo, lakini hizo nguvu wanaliwezaje hilo kanisa ambalo kuna hizo nguvu? Wanaliweza hilo kanisa pale wale mchungaji niseme anaanza kutoka kwa neno, anaanza kuiga kama vile dunia vitu vilivyo. Hivyo vyura vinapata nguvu ya kuanza kuingiza uvuvio wao na elimu yao, ambayo elimu yao inafanana kama ni kweli kama hii yetu ambayo tunifundisha, lakini uvuvio ni wa mashetani. Ni wa mashetani. Sasa usipokuwa makini katika kutambua haya, waweza ukachukua uvuvio wa mashetani na kuanza kuufundisha even ndani ya kanisa ya hivyo vyura, kwa sababu ndiyo kazi yao kuleta udanganyifu ndani ya makanisa na katika ulimwengu. Asanteni watoto wa Mungu. Kengele yetu ya 5 imeishia hapo, lakini tukutane katika kengele ya 6 ambako Kristo anatuonyesha na kutuambia mengi pia.